Polisi nchini Tanzania imetuhumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi kukandamiza waandamanaji wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa na shirika la Human Rights Watch imeeleza kwamba polisi pia iliwaua watu ambao hawakuwa wakishiriki katika maandamano hayo. Mengi zaidi ametuandalia Michael Kwena. Ripoti ya Human Rights Watch imeeleza hali ya kusikitisha iliyoikumba taifa hilo la Afrika Mashariki na kusababisha maafa ya mamia ya watu wakati na hata baada ya uchaguzi mkuu nchini humo. Takwimu za Human Rights Watch zinaonyesha kuwa watu 31 ambao hawakuwa sehemu ya maandamano waliuawa, huku vifo vya wengine 19 pia vikinakiliwa kufuatia machafuko yaliyoikumba Tanzania. Shirika hilo limesema kwamba mamia ya watu waliuawa, huku likiitaka tume iliyoundwa na serikali kuchunguza vurugu za uchaguzi ifanye uchunguzi wa kina kuhusu matukio hayo ya ukiukaji wa haki za binadamu na kuwawajibisha wahusika. Mtafiti katika shirika hilo Orie Mnyeko amesema kuwa hatua zilizochukuliwa na mamlaka za Tanzania kukandamiza upinzani wakati wa uchaguzi zilisababisha madhara makubwa kwa maisha ya raia wengi. Ameitaka tume ya uchunguzi kuhakikisha haki inapatikana kwa waathiriwa, kuwawajibisha wahusika na kuhakikisha kuwa ukiukaji kama huu hautajirudia tena. Mashahidi waliiambia Human Rights Watch kwamba wanajeshi na polisi waliweka vizuizi vya barabarani na kuwazuia waliojeruhiwa kufika hospitalini. Baadhi ya watu walifariki kutokana na kukosa huduma ya dharura. Kati ya Oktoba mwaka 2025 na Februari mwaka 2026, Human Rights Watch ilihoji jumla ya watu 48 katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Geita, Mwanza, Ruvuma na Zanzibar. Waliohojiwa ni pamoja na mashahidi 34, wanahabari 7, wanaharakati na wanachama wa mashirika 5 ya kiraia. Mamlaka za Tanzania ziliwakamata zaidi ya watu 2000 wakiwemo watoto. Wengi wao walishutumiwa kwa kuharibu mali ya serikali na kwa makosa ya uhaini, kosa ambalo linaweza kuadhibiwa kwa kifo chini ya sheria za nchi hiyo. Kufuatia shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, ofisi ya rais ilibuni tume huru kuchunguza vurugu zilizoshuhudiwa wakati na hata baada ya uchaguzi mkuu. Tume hiyo inatarajiwa kukamilisha ripoti yake kufikia Aprili 3 mwaka huu. Matukio kadhaa yaliripotiwa Tanzania, ikiwemo kukamatwa kwa kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema Tundu Lissu, na hata chama hicho kikazuiwa kushiriki kwenye uchaguzi mkuu kwa kudaiwa hakikutia saini kanuni za maadili za uchaguzi. Sheria za kimataifa kuhusu haki za binadamu, zikiwemo zile za Mkataba wa Afrika wa haki za binadamu ambao Tanzania ni mwanachama, zinaweka zuio kwa matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi. Human Rights Watch imelalamikia ukandamizaji wa haki za raia nchini humo, likitaka wahusika kuwajibishwa mara moja. Tuandikie ujumbe wako msikilizaji kuhusiana na ripoti hiyo na nyingine ambazo umezisikia hapo. Tutasoma maoni yako hapo baadaye. Tuangalie suala la maji na kuiangazia hasa siku ya maji ulimwengu ukijiandaa kuiadhimisha siku hiyo Machi 22 chini ya kauli mbiu inayosema ambapo maji hutiririka usawa unakuwa. Kauli mbiu hii inaangazia umuhimu wa maji kama haki ya kila mwanadamu na kumulika jinsi migogoro ya maji inavyowaathiri zaidi wanawake na wasichana. Tunapokaribia siku hiyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya wingi wa maji ikiwemo mito, maziwa na kadhalika, wa Kongo mara nyingi wanakabiliwa na uhaba usio na kifani wa maji ya kunywa, hali ambayo inawaathiri vibaya wanawake na watoto. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance na taarifa ifuatayo. Katika vitongoji kadhaa vya mji wa Bukavu, mabomba yamekauka takriban kila siku, hata kwa wiki. Kila alfajiri, wanawake, wasichana na watoto wanazunguka huko na kule kwenye barabara za mitaa yenye milima wakiwa wamebeba vyombo vya kuchotea maji. Wengine wanaelekea chemchemi katika maeneo oevu, visima vilivyochimbwa kwa muda, na kuna wanaochota maji ya mto Ruzizi na ziwa Kivu kwa ajili ya matumizi nyumbani. Emmanuela ni mkazi wa Bukavu, anasema ni nadra sana maji kudondoka katika bomba za nyumbani kwao, licha ya kuwa kila mwezi wanalazimishwa kulipa bili. Wiki inaweza kupita na sikuona maji, na mwezi inaisha pia na kuona maji kudondoka kwenye bomba. Ni hasa wanawake, wasichana na watoto wenye umri chini ya miaka 18 wanaoathirika zaidi na hali hii ya ukosefu wa maji, wengi wao wakilazimika kutembea mwendo mrefu ili kuyapata. Vincian ni msichana wa kata ya Ndendere. Wakati huu kukiwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa Kongo, anahofia usalama wake na dada zake wanaoambatana naye kutafuta maji. Kama ni jioni tunakuwa tunaogopa, wala kama ni asubuhi sana tunataka sisi tukue na maji
maji kwenye manyumba zetu. Lakini pia baadhi ya wanawake na watoto wanahofia afya yao kutokana na matumizi ya maji machafu, kama anavyoshuhudia Ariet Sifa, na anajiuliza ikiwa maji machafu nayo pia ni uhai kama inavyodaiwa kwamba maji ni uhai. Basi tunaikamata kama ndo maisha, lakini sio maisha, na wakati tunaitumia sasa yanatuharibia sasa maisha, unalazimika tena kwenda kutunziwa. Kwa mara kadhaa kampuni ya ugavi wa maji safi Regideso imebaini uhaba huu wa maji unahusishwa na mitambo yake iliyozeeka, ikiwa ilijengwa tangu wakati wa ukoloni, ongezeko la watu mjini Bukavu na ukosefu wa uwekezaji katika sekta ya maji kuwa ndiyo sababu ya shinikizo la mara kwa mara kwenye mitambo michache ya maji iliyobaki ikifanya kazi. Frank Salumu ni kiongozi husika na ufundi wa kampuni ya Regideso Kivu Kusini. Anasema juhudi zinafanyika kuboresha mitambo hiyo. Tuna mpango wa kujenga kituo cha kusukuma maji kitakachozalisha mita za ujazo 20,000 za maji kwa siku, na tutalaza bomba angalau umbali wa kilomita 7 kutoka hapa hadi mjini, pamoja na mabwawa ya kusambaza maji katika vitongoji vya Muhungu, Hewa Bora, Irambo. Hivi majuzi mamlaka ya AFC M23 ilikutana na maofisa wa kampuni ya Regideso na ya umeme SNEL mjini Goma kujadili kuboresha usambazaji wa maji ya kunywa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Mitima de la Chance, DW, Bukavu. Sudi Mnete ameshafika studio akiwa ametazama mitandaoni. Sudi, kuna yapi? Umesikia ripoti ya Kwena hapo kuhusu Tanzania? Nimeisikia kuhusu Human Rights Watch. Kuna hashtag 2, Tanzania Massacre na ICC Act Now. Hii ilikuwepo kwa muda mrefu, lakini imepata nguvu baada ya hiyo ripoti mpya hapo kusikika. Kwenye mtandao wa X kuna mtu anajiita kwa jina moja tu, Mbishi. Ameposti video ya mkuu wa polisi wa Tanzania akisema anawatangazia wakazi wa Dar es Salaam kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni watu wote wawe majumbani mwao. Anatukumbusha video hiyo na mikasa hiyo. Lakini yuko mtu mwingine, huyu mwanaharakati maarufu Tanzania, Maria Sarungi. Naye ameposti video inayomuonyesha kijana na bebwa na wenzake akiburuzwa, huku vijana wale wakilalamika kuwa amepigwa risasi na mambo ya namna hiyo. Kwa wakati huo yote haya ni kumbukumbu ya wakati ule tarehe 29 Oktoba. Bila shaka. Na kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Instagram nako tumepost dokezo la habari hii, na Kibali Saidi Titu anasema unawezaje kujinasibu kuwa na uongozi bora ili hali hadi leo kuna familia ambazo hazijawahi kuwapata au kupata taarifa za ndugu zao waliopotea. Lakini Saumu, kuna mwingine aitwa Simon Kalinga anasema Israel na Marekani zinaua watu kila uchao hovyo. Mbona nyinyi DW hamsemi? Tutakwenda kwenye huyo wa kwanza kabisa hapo aliyezungumzia watu wameuliwa. Nafikiri kuna tume imeundwa Tanzania, sio? Kwa hiyo wanasubiri Aprili itatoa majibu, sio leo? Bila shaka. Lakini huyu wa Israel tuna ripoti mbona kwa uwazi kabisa. Ndo hapo anapaswa asikilize DW. Na nafasi kidogo kabisa unayo kidogo. Kuna kijana wa umri wa miaka 15 huko magharibi mwa Ujerumani, Karlsruhe, iba niseme au kuliteka basi katika mazingira utata, alafu akampeleka mpenzi wake girlfriend shule umbali wa kilomita, kutumia hilo basi la umma kwa kilomita 130 kaendesha kumpeleka mpenzi wake. Sasa kumekuwa na maoni mengi, lakini wengi katika maoni haya ni wanaume. Kwa mfano wanamsifu Kafamba Silva, anasema huyu ndio anasema hayo ndio mapenzi, shujaa mapenzi. Kuna mengi anasifu. Sasa basi Sudi, tuangalie mitandao.